Hii kukukaribisha sana mpendwa msikilizaji wa Radio Success katika kipindi chetu cha siku hii leo. Katika siku hii leo tukiwa na mtumishi wa Mungu mchungaji Sako ndiye atakayeenda kutuendeshea kipindi chetu kwa siku hii ya leo. Basi niweze kuchukua nafasi hii kumkaribisha mtumishi wa Mungu ili aweze kuendelea na kipindi chetu, tujue nini ambacho ametuandalia kwa siku hii ya leo. Karibu sana. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Amina. Tunamshukuru Baba ambaye kwa neema nyingi ametupa kibali tena jioni leo kuwepo mahali hapa. Tunalibariki jina lake kwa sababu ni mwaminifu. Uaminifu wake na wema wake ni mpya kwetu kila inapoitwa asubuhi. Jioni leo somo ambalo litatuongoza kwa ajili ya kipindi cha jioni leo ni namna ya kujenga ndoa ambayo ina matumaini. Namna ya kujenga ndoa ambayo ina matumaini kupitia kanuni za Kimungu. Ninaitwa mchungaji Sako wa huduma ya Success Chapel Dodoma, na tunakuwa na kipindi hiki kila siku ya Jumapili kuanzia saa 12 jioni mpaka saa 1 kamili jioni. Na ni matumaini yangu kwamba kama ambavyo Mungu aliweza kumtembelea Adamu na Hawa katika bustani ya Eden pale, basi leo jioni kwa neema ya Mungu Roho Mtakatifu ataweza kutembelea maisha yako. Kabla hatujaendelea, ninaomba tuombe. Baba, tunakushukuru jioni ya leo. Asante kwa ajili ya ukarimu wako na fadhili zako ambazo zimetuleta mahali hapa. Tazama, sisi sote ni wanafunzi. Tunahitaji mafundisho kutoka kwako. Tunaomba ukapate kutawala kipindi hiki Bwana. Ukatumie vinywa hivi na sauti hizi kwa ajili ya kuweza kuleta ujumbe wenye matumaini kwa ajili ya watoto wako. Damu ya Yesu Kristo ikanene katikati yetu. Na wewe Mungu wetu ukaonekane kuwa ni Bwana, ukiponya ndoa, ukiponya maisha ya watu, katika jina la Yesu. Amen. Basi kwa ajili ya kuangalia mpendo katika Bwana, ninaomba nikwambie mambo machache kwamba ukiangalia vizuri Biblia katika kitabu cha Waefeso sura ya 5 mstari kuanzia wa 25 mpaka 31 imefananisha ndoa kama Kristo pamoja na kanisa, ambapo wanaume imewapasa kuwapenda wake zao kama miili yao wenyewe, na wanawake imewapasa kutii waume zao katika mambo yote. Sasa tuna changamoto katika ndoa kwa sababu mwanzilishi wa ndoa sio mwanadamu, na watu wengi wameingia katika ndoa bila kuelewa nani mwanzilishi wa ndoa. Ndoa yoyote ambayo inatengenezwa bila kumweka Mungu sehemu ya katikati ya ndoa, hiyo ndoa imekufa toka siku inatengenezwa. Ndoa yoyote ambayo itakuwa na sherehe kubwa na imeita watu wengi, wamekuja kwenye sherehe jioni asubuhi na wakacheza na muziki na wakala na kunywa, lakini haijamweka Yesu Kristo kama kiongozi halisi wa ndoa, hiyo ndoa imefilisika. Kama kuna sehemu ambayo shetani anapiga kwenye maisha ya mwanadamu ni kwenye ndoa. Na ndio maana nimeshangaa juzi nimekutana na mtu ananiambia kwamba mchungaji, unajua siku hizi tuna open relationship. Nikamwambia open nini? Kwamba mambo ya kutokuwa na uaminifu katika ndoa, sasa kuna ndoa zimehalalisha. Hiyo sio ndoa. Huo ni utapeli, huo ni uudi. Na natamani mtu ambaye anafanya mambo kama hayo atafute lugha nyingine, lakini sio ndoa, kwa sababu ndoa haikutengenezwa kwa namna hiyo. Ninatamani uweze kujua kwamba ndoa inahitaji maamuzi ya watu wazima wawili ambao wameamua kuishi pamoja bila kujali changamoto na matatizo yoyote. Mpendwa katika Bwana, ninaomba utambue kwamba ili ndoa iweze kuwa ya baraka katika Kristo Yesu, kitabu cha Mathayo sura ya 19 mstari wa 6 unaongea kitu ambacho ndio msingi mkubwa wa ndoa. Anasema, basi kile ambacho Mungu amekiunganisha mwanadamu asikitenganishe. Ndoa inaunganishwa na Mungu, na hakuna mtu amepewa mamlaka ya kuweza kuharibu ndoa. Lazima utambue kulingana kitabu cha Mithali 4:12 ni lazima utambue kwamba ndoa ya watu wawili wakishikamana pamoja haiwezekani kuivunja.
Kwa kama watu wawili wameamua kwamba wataishi na ndoa hiyo haitavunjwa, hiyo ndio heshima kubwa ya ndoa. Ni lazima mfike hatua kusema no matter what, haijalishi tuna tofauti vipi, ndoa hii haitakuja kuvunjwa. Na hiyo ni juhudi ya mume, ni juhudi ya mke. Kwa ukisikia ndoa inaanza kuwa na matisho, mimi nitaondoka kwenda kwetu, mimi nitakuacha kwanza, sijui kwa nini nilikuoa. Mpendwa katika Bwana, jua tayari adui anaanza kukamata usukani. Na inakuwa mateso sio kwa mwanaume tu, inakuwa mateso pia kwa mwanamke, inakuwa mateso kwa watoto, inakuwa mateso kwenye jamii. Kwa sababu shetani kazi yake ni moja kubwa, kulingana na kitabu cha Yohana 10:10. Kazi ya adui haji ila kuchinja, kuua na kuharibu. Lakini ashukuriwe Kristo, kwa maana amekuja ili tuwe na uzima, tena tuwe na hotele. Mpendwa katika Bwana, kwa njia kubwa, msingi wa kwanza wa ndoa ni kwamba ndoa inajengwa na Mungu, na haiwezekani ndoa ya Kikristo ikavunjwa. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana. Ndio maana unakuta watu wengi ambao wamevunja ndoa wakaenda kuoa, hata kuolewa, maisha yao mazuri tena kama ilivyokuwa, kwa sababu mpango wa Mungu unakuwa umerudikiwa. Mpendwa katika Bwana, kitabu cha Waefeso sura ya 5 mstari wa 25 unataka wanaume waweze kuwapenda wake zao kama ambavyo Kristo anapenda kanisa. Lakini wanawake wamepewa pia nafasi ya kuweza kuheshimu waume zao. Kwa haya mambo ni mawili, ni kama miguu miwili ambayo haiwezi kutembea bila mmoja wapo kwenda pamoja. Kwa ni lazima mwanaume aweze kuonyesha juhudi ya kumpenda mkewe. Na upendo ni lugha. Naomba nirudie. Upendo ni lugha. Lugha gani? Upendo sio maneno kama nakupenda. Upendo ni zawadi. Upendo ni matamko mazuri kwa ajili ya mke wako. Upendo ni kuweza kumhagi au kumkumbatia mkeo. Upendo ni kuweza kuwa na muda maalum na mkeo. Upendo ni kusaidiana na mkeo katika shughuli mbalimbali za nyumbani. Huo ndio upendo. Sasa sio lugha tu kama nakupenda au ninakupenda au nini. Ni lazima kuwe na matendo ya upendo. Lakini ukisoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 13 mstari wa 4 mpaka wa 7 inatuambia upendo ni una uvumilivu. Upendo unakirimu. Upendo unalinda. Upendo unaamini yote. Upendo una matumaini. Upendo unaweza kuhifadhi. Naomba nikwambie, pale ambapo mwanaume ameamua kumpenda mkewe, hakuna kitu kitakachoweza kuangusha wala kuwatoa katika maisha yao. Lakini pia mwanamke, ninatamani uweze kujua, moja kati ya matatizo makubwa tunao kina mama wetu na kina dada ambao wameolewa ni mdomo. Watu wengi wanakuwa na kamdomo kiasi kwamba wanaharibu hata mambo ambayo ni ya msingi. Na mwanamke yeyote mwenye kamdomo ni kwamba hana adabu. Na ukishakosa adabu kwa mmeo, usilaumu. Utaenda kujitetea, utajibalaguza, lakini ndio imeisha hiyo. Kwa ni muhimu sana kuweza kujua kwamba unapaswa kuwa na adabu na utii kwa ajili ya mume ambaye Mungu amekupa. Lakini mwanaume pia anapaswa kuongeza na kuonyesha upendo wa aliye juu kabisa ambao huwezi kufananishwa na kitu chochote. Mpendwa katika Bwana, msingi wa kwanza ambao nimejaribu kuelezea ni msingi wa kuweza kujua kama ndoa ya Kikristo inaunganishwa na Mungu. Kwa hiyo sio mwanadamu. Lakini msingi wa pili ambao nimekwambia ni kwamba lazima katika ndoa kuwe na upendo. Na nimekwambia upendo ni lugha. Lakini nimekwambia katika ndoa lazima mwanamke awe na adabu. Mwanamke asiye na adabu ni mzigo mbaya kwa mumewe. Na wengi wamekufa, wamepata magonjwa ya moyo, wamepata ukichaa kwa sababu ya kuwa na wanawake ambao hawajielewi na wameamua kutesa mioyo zao. Ninatamani usio mmoja wapo katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jambo lingine ambalo la msingi sana katika kuweza kujua kuhusu misingi mikubwa ya ndoa ni kwamba ndoa inahitaji mawasiliano. Katika maisha ambayo nimeishi, kitabu cha Mithali 15 mstari wa 1 kinasema jibu la upole linaondoa hasira, wakati maneno makali yanaongeza hasira.
kunaweza kuwa na changamoto ya makosa kwenye ndoa, kwa sababu ni wanadamu. Kitu ambacho ni kikubwa ni kusameheana, lakini kutengeneza mahusiano ambayo yanaruhusu mawasiliano. Nimekutana na ndoa nyingi ambazo hata jioni leo naongea kwa uchungu sana, ambapo baba na mama hawasalimiani kwa mwezi, baba na mama hawasalimiani wiki nzima, wanakaa nyumba moja, bahati mbaya zaidi wanaweza kuwa wanalala kitanda kimoja, lakini kila mtu amekasirika na ameamua kutomsalimia mwenzake kwa sababu ya ego. Ninatamani leo ukanyosha ule mkono wako, ukaambia mke wangu, turejee twende pamoja. Mume wangu, turejee twende pamoja. Mawasiliano ni kitu cha muhimu sana. Na kama unaweza kutengeneza mawasiliano ambayo ni ya kudumu, utaepusha mitihani mingi sana kwenye ndoa. Mtu ambaye amejenga msingi wa mawasiliano hawezi kukaa na jambo usiku mzima mpaka kesho yake bila kuliongea. Mambo mengi katika ndoa yanahitaji kuongea, na watu wanapoongea yanaisha. Lakini kunaongea kwa namna gani? Unaongea kwa adabu. Kitabu cha Efeso sura 4 mstari wa 32, unahitaji katika ndoa kuwa na moyo wa upendo. Unahitaji kuwa na moyo wa msamaha. Kama Kristo alivyolisamehe kanisa, vivyo hivyo hairuhusiwi katika ndoa kushikilia mzigo kwa ajili ya mwingine. Mtu akifanya kosa na akaweza kutubu, ni muhimu sana kutangaza msamaha. Ni muhimu sana kuondoa matatizo. Mpendwa katika Bwana, msingi wa mwisho ambao ni wa 4 katika ndoa ambayo inaweza kudumu milele katika Ukristo ni msingi wa maombi pamoja. Ni muhimu wapenzi wawili ambao ni mke pamoja na mume wakaweka ratiba ya kuombeana wao kwa wao, whether wako pamoja au wako mbalimbali. Ni muhimu kupigiana simu na kumwambia mwenzako tuombe. Naomba nikwambie, hata kataa, lazima mmoja wenu akubali kushuka na kuinitiate mazungumzo hayo. Lakini kila mtu akibeba ubabe, naomba nikwambie, adui atasimama na ataisambaratisha hiyo ndoa. Kwa mnapaswa kuweza kusimama pamoja, kuombeana pamoja na kutakiana heri pamoja. Mungu ni mwaminifu katika jina la Yesu. Amen. Basi ninaomba niishie hapo sehemu ya kwanza, na nikaribishe kama kuna swali au mawazo au maoni katika sehemu ya kwanza. Basi shukrani sana kwa wakati na sana majira kama mpendwa msikilizaji. Baada ya muda kidogo tutarejea. Tumerejea kutoka kusikiliza jumbe ambazo zimetumwa na wapendwa wasikilizaji wetu Radio Success, na nikujulishe kwa wewe ambaye hujapata nambari ya simu ya kutuma ujumbe wako, utatuma kupitia nambari 0678666335 0678666335. Basi moja kwa moja nichukue nafasi hii kukurejesha katika kusoma jumbe mbalimbali ambazo zimetumwa na wapendwa wetu wasikilizaji kwa sana majira kama haya. Kabla tujaendelea na maswali, nichukue nafasi hii kumkaribisha mtumishi wa Mungu. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Basi nafikiri tumeongea somo kwa upana sana, kwamba ni msingi ya kuweza kupata ndoa yenye utukufu. Amina. Na kwa maana hiyo kitu kinachofuata sasa ni kuweza kuona kama wasikilizaji wameweza kuelewa. Kwa naomba tukaribishe maswali katika maelezo au mchango kwa utukufu wa Baba. Amina, shukrani sana. Swali letu la kwanza linakwenda kwa msikilizaji Janet, anatuambia kwamba je, matatizo ya kifedha yana mchango gani katika kuleta nyondo za ndoa? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Labda twende jicho ambalo tunaangalia ndoa katika kipindi hiki ni ndoa ya Kikristo. Ndio. Na naomba niseme hivi, tumesema ndoa inajengwa na misingi mbili. Ndio. Msingi wa kwanza ni msingi wa upendo, ambao tunategemea mwanaume atakuwa na upendo. Msingi wa pili ni msingi wa utii. Sasa nimekutana ndoa ambazo bwana anafyatua tofali au anafanya kazi ya ujenzi ya kutwa, anapata shilingi 10,000 kwa siku. Alafu mwanamke kila weekend anataka kutimiza rasta. Bwana Yesu asifiwe.
Amina. Kwa hiyo naomba nikwambie labda kwamba hakuna pesa ya kutosha kwenye ndoa. Ndio. Hata kama mtakuwa na shilingi 500, hata kama itabidi mnywe maji siku hiyo, kama mna upendo na kuna adabu na heshima, sio tatizo. Nasema hivi kwa nini? Maisha yana wakati wa kupanda na wakati wa kushuka. Amina. Wakati mgumu na wakati mwepesi. Kuna wakati utakuwa na pesa nyingi katika ndoa. Kuna wakati pesa zitakimbia. Msingi mkubwa ambao unatakiwa kuwa nao ni kuweza kuona pamoja mnasimama na kumuomba mpaji wa fedha zote duniani aweze kuwapatia. Ndio. Lakini tatizo tulionao kubwa, wanawake wengi, na Mungu aweze kuwasamehe, Ndio. wana mahitaji makubwa kupita uwezo wa wanaume. Wanaiga kwa wenzao. Kwa hiyo nimekutana na kesi ambazo mtu anataka ahudumiwe kama mama fulani. Mbona wanaume wenzako wanafanya hivyo? Kuna kosa na maneno mabaya kama hayo kwa wanaume. Ninatamani wanawake waweze kuwa mtulivu. Kama ni wakati mgumu, basi uweze kumwombea mwenzako na kumtia moyo. Na niweze kuwa wazi. Unaweza kusema kwamba fedha ni muhimu sana kwenye ndoa. Naomba nikwambie, sikudanganye mtu. 90% ya watu ambao wana fedha nyingi hakuna uaminifu kwenye ndoa. Kwa unaweza kukuta mtu anaendesha gari zuri, anakaa kwenye gorofa zuri, lakini mwanaume ni cha wanawake sio kawaida. Sijui kama lugha hiyo ni sahihi. Au unakuta mwanamke naye hana utulivu, yaani kila bodaboda mali yuko naye. Sasa yote hayo inamaanisha fedha sio utulivu wa ndoa. Ndio. Na kuna ndoa ambazo hawana hela lakini wana upendo katikati yao. Kristo Yesu ni Yesu wa majira na nyakati zote. Wakati wa fedha, wakati wa raha. Naomba nikwambie pia, kama mtashikamana vizuri, Mungu tunayemwamini Mungu wa utele. Mungu atawapa pesa. Mungu atawapa uwezo. Lakini isiwe msingi wa kwamba ndoa inaenda pamoja, mapenzi yanaenda pamoja na pesa. Hiyo ni mtizamo wa kidunia. Kwa watu wa kidunia, kwa sababu wanataka kuonyesha, wanataka kujiona kama vile kwamba wanataka kuonyesha, hiyo sio ndoa ya Kikristo. Mimi jione leo kwa msaada wa Roho Mtakatifu ninaongea kuhusu ndoa iliyojengwa katika misingi ya Kikristo. Mungu hawezi kuacha wapenzi wawili, mume na mke, wakalala na njaa wakati ambapo wana shida katika mapito magumu. Mungu anaweza kurejesha chochote ambacho kimepotea. Na neema zinakuwa nyingi. Anasema apataye mke apata kitu chema na atapata kibali kwa Bwana. Kibali ni pamoja na shughuli ya kufanya. Kibali ni pamoja na fedha. Lakini fedha sio msingi wa mahusiano. Na ukifanya fedha msingi wa mahusiano, imekula kwako, utaliharibu. Amina, shukrani sana. Na tumaini imejibiwa vizuri. Lakini pia nasema naitwa Gloria. Swali langu kwa mtumishi ni kwamba ni kwa namna gani wivu uliopitiliza unaweza kuharibu ndoa? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sasa wivu uliopitiliza kwa nani? Kwa mwanaume au mwanamke? Hebu tuanze kwa mmoja mmoja. Ndio. La kwanza, kuna wanaume ndio wako wanaume ambao wana wivu sana. Amina. Lakini pia kuna watu wanaoprovoke. Provoke maana yake, nimekutana na kesi moja. Mwanamke amejichubua, amejikwatua, ametoka saluni, anaposti picha kwenye Facebook. Anampostia nani? Mwanaume anamuuliza inakuaje? Anakuwa mkali. Usinitishe, usinibabaishe, mimi na uhuru wangu. Ndoa imekwisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wivu unatokana na matendo ya mmoja wenu. Matendo ya aibu. Lakini pia wivu sio tunda la Roho. Kwa roho ya wivu ni pepo. Na kama umekutana na mtu ambaye ana wivu kupita kiasi, kuna mawili. Kwa sababu mtu wenye wivu wengi wanafanya mambo ya ajabu, wanaweza kufika tu wakauana wote kwa sababu ya wivu. Wivu ni roho na inaambatana na hasira. Sasa kwa mwanaume mwenye wivu ni lazima wewe ujielewe kwamba mume wangu ana udhaifu gani. Na kwa sababu hiyo inabidi niishi maisha yana gani kuweza kulinda ndoa. Kama kweli umeamua kuolewa naye na umeamua kuishi naye na unajua ndoa ya Kikristo haiwezi kuvunjwa, lazima uprune baadhi ya matawi ambayo yanaweza kuleta makasirisho kwa mume wako. Lakini pia twende kwa mwanamke. Wivu wa mwanamke pia ni mkubwa sana, na hasa kwenye makanisa. Mama mchungaji anakataza hata mchungaji asionane kwa ajili ya counseling na kina dada. Kwa sababu gani? Kwa sababu anaona wivu. Anachukia. Na nimekutana na mafundisho mpaka wanafundishwa ni marufuku kufanya hivi na hivi. Issue ni kwamba kuwe na sehemu ambayo ni ya wazi. Na pia mama mchungaji au mama yule wa kanisa anataka kuonaye awepo katika counseling. Hamna dhambi. Lakini tusizuie jambo lililo jema kwa sababu ya wivu. Ngoja nikwambie.
hata kama utamlinda huyo mtu, kama na roho chafu ya uzinifu au uharibifu, atafanya tu, ni muda tu. Kwa badala ya kuanza kupambana kusema wewe ndio utakuwa mlinzi, hakuna mwanadamu anaweza kumlinda dunia hii. Atasafiri, atatoka, atafanya mambo mengine ya ajabu. Kwa hiyo ni swala la kuweza kujenga misingi, lakini kumbuka matatizo yote unayosema hayo yanatoka wakati wa uchumba. Na mimi nasema hivi, ukiona mwanaume au mwanamke ana wivu kupita kiasi, ni bora ukakimbia, kwa sababu atakusumbua. Na hatua ya kwanza ni kuweza kumwambia na kumshauri kwamba aache hicho kitu. Na mahusiano ambayo ni mazuri ni mahusiano ambayo yanakuwa na uwazi katika mawasiliano. Kwa unapokuwa na uwazi katika mawasiliano, ni nzuri kumwambia mwenzako kuhusu kile ambacho unajisikia vibaya. Sisi wote tunakuwa na retreat. Kwa unamchukua mtu na mke wake, wanakaa pamoja, kila mtu anaeleza mambo yanamboa au yanamuuzi kuhusu mke wake au mume wake. Na kwa namna hiyo unaanza kujenga msingi ambao unajenga ndoa yenye utukufu. Amina, shukrani sana. Lakini anasema naitwa Nora. Swali langu kwa mtumishi ni njia gani za upatanisho zinazofaa pale ndoa inapokumbwa na migogoro mikubwa? Hiyo ngumu. Migogoro mikubwa manake sio kwamba imeanzia hapo. Ina maana kwamba imetoka na mizizi. Sasa huwa tunasema hivi, tatizo siku hizi, ndoa za siku hizi, Ndiyo, watu wengi wanakuwa na wasimamizi wa ndoa ni washikaji wao. Yaani mtu atafuti msimamizi wa ndoa ambaye ana ndoa ambayo imetulia ili aweze kujifunza. Lengo kubwa la kuwa na msimamizi wa ndoa ni kuwa na mtu anaitwa mentor. Wale wa Ruteli na wa Katoliki kuna kitu kinaitwa baba wa ubatizo au mama wa ubatizo. Ni mtu ambaye unategemea atakuwa na mshauri mtoto katika mambo mengi na kumwombea. Sasa unapokuwa na wasimamizi wa ndoa ambao umewachukua washikaji, tayari umesharibu msingi mkubwa wa ndoa. Na Biblia inasema wazi kwamba kama msingi ukiyumba, mwenye yake afanyeje? Kwa tayari msingi umeshaharibika. Na kwa sababu ya kuharibika msingi, ni nini kifanyike baada ya pale? Sasa kitu ambacho kinaweza kuweza kusaidia zaidi ya hicho ni mawili. La kwanza, ushauri wangu, matatizo ya ndoa yanapaswa kutatuliwa na wanandoa wenyewe. Unaposhirikisha mtu wa tatu, mara nyingi huyo mtu wa tatu hujui ana matatizo makubwa kupita hata wewe. Labda inawezekana yako ni madogo. Kwa hiyo tunashauri wenye ndoa wakiwa na matatizo, nzuri wakayatatua matatizo yao wenyewe. Kama imeshindikana, kuna walimu wengi wa ndoa ambao wana ndoa pia zenye msimamo. Ni busara kupata counseling. Ndio maana kuna counseling ya ndoa. Sasa katika nchi yetu, kwa zile ambazo nazijua, zina changamoto fulani, lakini bado kwa hatua ya kwanza zinaweza kusaidia. Lakini mwisho, bottom line, mpendwa katika Bwana, ndoa inahitaji maombi ya kila siku kwa mume, maombi ya kila siku kwa mke. Ni Kristo pekee ambaye ni mwanzilishi wa ndoa, ana uwezo wa kurejesha utukufu katika ndoa iliyochakachuliwa. Kwa first line ni msimamizi wa ndoa. Unfortunately tunaweza kuwa ni mtu ambaye hajielewi na yeye. Second line ni kuweza kuruhusu watu wengine, lakini kikubwa at bottom line chini kabisa, mpendo katika Bwana, matatizo ya ndoa yanatatuliwa na wanandoa wenyewe. Mungu. Amina, shukrani sana. Nasema naitwa Gloria. Swali linasema kwamba ni kwa namna gani familia zote mbili huathiri amani ya wanandoa? Tunaweza kuanza kujua kwamba neno la Mungu linasema kwamba mwanamke atamwacha baba yake na mama yake, na mwanamke vile vile atamwacha baba yake na mama yake, atambatana na mkewe na mumewe, nao watakuwa mwili mmoja. Tatizo tulionalo kama jamii ni kwamba kuna wanaume ambao hawajatoka nyumbani kwao. Mama yake ni wa muhimu zaidi kuliko mke wake. Hajasema kwamba usimheshimu mama, lakini naomba nikwambie, ukiamua kuoa lazima huyu binti wa watu umpe kipaumbele ili kuweza kumsaidia. Wewe ndio mtetezi mkubwa wa mke wako katika familia. Na mwanamke, wewe ndio mtetezi mkubwa wa mume wako katika familia yenu. Sasa unisikilize kwa makini. La kwanza, kuoa maana yake kuachana. Kuachana na nyumbani kwenu.
kuweza kuona wale wote wanaokuja kwa ajili ya ushauri ni watu wanaopita. Sasa tuna tatizo kama kanisa. Watu wengi wanakuwa na mashemeji, makaka, madada, wanaongea maneno magumu sana kwenye ndoa na baadaye inaua ndoa. Kwa ni muhimu sana wawili kupata ulinzi wa kiakili na kisaikolojia, kuzuia maneno magumu ambayo yanaweza kuzungumzwa na ndugu mwingine kuweza kuharibu ndoa. Ninakumbuka ndoa moja, jamaa alifuatwa na shemeji yake, alikuwa mwanamke, akamwambia, wewe bila dada yetu ni mtu wa hovyo kabisa, angalia hata baba yako alivyo. Huyu jamaa alikasirika na baadaye kaua ndoa. Lakini kama angeweza yule mwanamke kuweza kusimama sehemu yake, angeweza kutatua hiyo changamoto kwa kuwa na uwazi katika mawasiliano. Kwa ni muhimu sana mnapokuwa mmeamua kuoana, mwanamume ni mtetezi na mlinzi wa mkewe, na mwanamke ni mlinzi na mtetezi wa mmewe. Na kingine ni jambo jema kuzuia mahusiano ya karibu sana na wazazi kwa ndoa ambayo imeundwa. Kwa sababu wewe unapata ndoa, unapata mke au mume, unatengeneza familia nyingine zaidi ya ile wazazi wako. Wazazi wako na ndugu zako wapo na umetengeneza tayari familia. Kwa familia yako haitajali baba yako alifanya nini wala mama yako alifanya nini, itajali wewe umefanya nini kwa ajili ya nyumba yako. Kwa ni muhimu sana kuweza kwa pamoja kutunza kile ambacho kinaweza kuwasaidia ili kujenga ndoa yenye utukufu. Amina. Swali lake la pili natuambia kwamba kudumu kwa ndoa kunategemea nini zaidi kati ya mapenzi, mahusiano au uvumilivu? Sasa uvumilivu ni somo gumu sana. Sijaona kwenye Biblia binafsi. Niliona kwenye Biblia imetoa misingi miwili ya ndoa. Msingi wa kwanza ni upendo. Ndiyo. Msingi wa pili ni utii. Sasa uvumilivu maana yake kwamba baba ameshindwa kuwa na upendo. Kwa hiyo mwanamke anaamua kuvumilia kwa jinsi alivyo, anamchukulia kama alivyo. Lakini sasa hiyo haisaidii, kwa sababu hii itakiwa kuwa ni kitu ambacho kingemsaidia, kwa maana ya kwamba afanye kitu halisia cha upendo. Anapoanza kutafuta kitu kingine cha kureplace, ndio inaitwa uvumilivu. Mwanamke ambaye hana adabu, anajiongelesha, anamtii mume wake, mwanaume anaweza kuwa na uvumilivu. Sasa Biblia haijakuruhusu huko. Kitu kinaitwa uvumilivu sijakiona katika mistari mingi ambayo nimesoma ya ndoa. Ndoa inahitaji kujua kanuni. Kanuni ya kwanza ni upendo kwa mwanaume kwa ajili ya mke wake. Kanuni ya pili ni mwanamke kuwa na utii kwa ajili. Basi mkishajenga msingi huo, kwa sababu uvumilivu unafika mwisho, wanakata tamaa watu. Watu wanachoka. Kwa usiende kujenga msingi mwingine ambao umo katika maandiko matakatifu. Ni muhimu sana kujenga msingi katika yale ambayo Biblia inayataka, na mwanaume apambane kuweza kujenga msingi wa upendo. Mwanamke apambane kuweza kujenga msingi wa kuweza kuwa na unyenyekevu na utii. Hayo ndio mambo ya msingi. Nielewe anatakiwa kufanya nini. Sasa unaweza kushindwa kunielewa, lakini ndio ukweli. Amina, shukrani sana kwa siku ya leo. Maswali yetu yataishia hapa. Ndugu wapendwa wasikilizaji, kama ulikuwa haujatuma ujumbe wako, utatuma kupitia simu nambari 0678666335, 0678666335. Utatuma ujumbe huo ili kipindi kijacho tuweze kujibu maswali yako. Lakini pia ni kujuze taarifa kidogo. Kipindi hiki cha vijana na ndoa ni kila Jumapili majira ya saa 12 kamili hadi saa 1 kamili usiku. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kukaribisha sana mpendwa msikilizaji wa Radio Success, uwe pamoja nasi na uweze kuungana pamoja nasi katika kipindi hiki cha vijana na ndoa. Basi kwa kuhitimisha, nimkaribishe mtumishi wa Mungu aweze kuhitimisha kwa ajili ya kipindi hiki. Karibu. Basi tunamshukuru Mungu kwa ajili ya wakati mzuri tuliokuwa nao tangu mwanzo wa kipindi hiki. Naomba kwa ajili ya kualisha kipindi hiki tuombe. Baba, tunashukuru kwa ajili ya kibali ulichotupa kwa ajili ya kipindi hiki. Asante kwa ajili ya mafundisho uliyotupa. Tunaomba nguvu ya Roho Mtakatifu kaendelee kuyasindilia na kuyaweka katika utukufu ambao umekusudia. Tunaomba uendelee kubariki kipindi hiki, ukawezeshe familia na watu mbalimbali wakaweze kuhudhuria na kuweza kufikia chakula na kuweza kujenga na kurejesha ndoa zenye matumaini. Katika jina la Yesu. Amen.
Shukrani sana mpendwa msikilizaji, basi Mungu akubariki, nikutakia wakati mwema pamoja na usikilizaji mwema.